mkiwa mna train hapa na ya tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo tumepata nafasi ya kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi yetu ya kesho, uwanja wa CCM Kirumba. Kila kitu kimekwenda vizuri, wachezaji wote ambao tumesafiri nao tumepata nafasi ya kufanya mazoezi, na katika mazoezi leo hakuna ambaye amepata changamoto ya kiafya kwa maana ya majeruhi. Hii ni kusema ya kwamba mwalimu Steven Becker ana uwanda mpana wa kuchagua nani amtumie katika mchezo wa kesho kulingana na mahitaji ya kiufundi kuelekea katika mechi husika. Maandalizi yote yamekwenda vizuri, hali ya uwanja kwa maana ya pitch iko vizuri. Tunaomba tu hapa mvua isinyeshe, isije kaharibu miundombinu ya uwanja na mambo yakawa tofauti, lakini kama hali itabaki kuwa hivi hivi kuanzia sasa mpaka siku ya mchezo wa kesho, manake ni kwamba uwanja huu unaturuhusu Simba Sports Club kufanya vitu vyetu vya kitaalamu. Uwanja huu unamruhusu Olibase Geye kuweza kukimbia umbali mrefu akiwa na mpira mguuni. Uwanja huu unamruhusu vizuri kabisa Anicet Oura kukimbia vizuri kabisa na kupiga chenga zake kwa maridadi na kwenda kufunga. Uwanja huu unamruhusu Ino Loemba kugeuka ile chenga ya Damaro kwa ufundi kabisa na akafanya maajabu makubwa. Uwanja huu unamruhusu Yusuf Kagoma kufanya tackling zake bila kupata maumivu wala vidonda. Uwanja huu unamruhusu Chama kufanya locomotive feint na kutoa assist za maana kwa kweli. Sisi yetu ni dua tu mvua isinyeshe ili kesho tuweze kutakata na kuwafurahisha wananchi. Ni mechi ngumu kiasi gani dhidi ya Pamba? Haikuwa rahisi. Ni mechi ngumu na historia ya Simba kupata ugumu katika jiji la Mwanza haijaanza leo. Tangu mrefu, tangu wakati wa Toto Africans tulikuwa tukija hapa Mwanza tunapata wakati mgumu kweli kweli, lakini kwa sasa iko Pamba. Hata ile Pamba ya mwanzo kabisa, sio Pamba hii ambayo hii ambayo imepanda hivi sasa. Pamba ya mwanzo kabisa yenyewe vile vile tulikuwa tukija hapa Mwanza wakija Dar tunapata wakati mgumu. Kwa hiyo mara zote tumekuwa tukipata wakati mgumu, hata wakati ambao vile vile ngoma ilikuwa ni ngumu kweli kweli kucheza nao. Kwa hiyo mechi ya Simba dhidi ya Mbao ni mechi ngumu, lakini dhidi ya Pamba ni mechi ngumu, lakini sisi tumejiandaa kwenda kupata matokeo mazuri. Ugumu kulingana na ubora aliokuwa nao Pamba. Wachezaji aliokuwa nao ni wachezaji wenye uzoefu mkubwa na ligi, wamecheza ligi zaidi ya misimu 6 misimu 5, tayari wana uzoefu, tayari wana exposure, tayari wana ujasiri wa kushindana na timu yoyote. Lakini ugumu vile vile kutokana na aina ya matokeo ya Pamba kwa siku za hivi karibuni. Hata ukiwaangalia kwenye msimamo hawako mbali sana, wanatengeneza mechi kuwa ngumu, lakini mechi itakuwa nzuri na sisi piga huwa tumejipanga kwenda kupata matokeo. Moja kati ya kampeni yetu ni kwamba hatutaki kupoteza mchezo hata moja, hatutaki kudondosha hata theluthi moja ya alama katika mechi zetu ambazo zimesalia. Lengo letu ni kushinda kila mchezo, na ili uwe bingwa ni lazima upate ushindi kwenye mechi aina ya Pamba Jiji. Kwa hiyo tumejiandaa kwenda kupata ushindi, japo tunaamini itakuwa ni ngoma ngumu kweli kweli. Msemaji hapa Libe kwanza tukamaliza akaingia Moses William akasema kuna timu tayari imeanza propaganda nje ya uwanja, kwa maana kusema viongozi wa mkoa wa Mwanza usumbufu na nini. Simba mnazungumziaje? Ilikuwa ni tahadhari kwa sababu tunasema kitu ambacho kiliwahi kutokea. Hatukusema kitu ambacho tumekitoa kichwani, kitu ambacho kiliwahi kutokea hapa Mwanza, na ni kitu ambacho kilitokea tulipokuwa Singida, lakini tukatoa tahadhari na tunashukuru imefanyiwa kazi. Tumefika hapa, hatujakutana na changamoto ya aina yoyote. Mara mwisho kwa hapa nyinyi wengi hamkuwepo, kulikuwa kuna rabsha nyingi kweli kweli. Kuna kile chumba pale kwenye jukwaa kuu, kuna watu walijifungia mle wakati sisi tunafanya mazoezi,
na tulipotaka watoke wakajifanya mimi sijui afisa mipango sijui nini, kila mtu akajifanya ana kazi yake, kumbe lengo lake ni kutaka kuangalia Simba anafanyaje mazoezi, kitu ambacho ni kinyume na kanuni. Ikaleta rabsha za hapa na pale, na kile ambacho kimetokea mlikishuhudia. Sasa tulitoa tahadhari na tunashukuru tahadhari ile imefanya kazi. Tumefika hapa tuko wenyewe sisi na wasimamizi wa mchezo, tunafanya mazoezi yetu kwa amani kabisa, hakuna ambaye anabugudhiwa. Tutaondoka hapa, tutakwenda kupumzika tukiwa na amani kabisa. Kwenye kampeni yenu ya kwamba mnataka alama 3 kwenye kila mchezo, semaji pengine kuna pressure yote, lakini pia unafikiri kwamba ubora kwa timu unaweza kuwa muhimu? Ya pressure ni kubwa. Unajua unapofanya kitu ambacho hautaki kukosea unakuwa na pressure kubwa kweli. Kwa sababu sisi tuna option moja tu ya kushinda kila mchezo. Kuna mwingine yeye akifungwa sawa, akipata sare sawa, lakini kwa Simba sisi option yetu ni moja tu. Sasa kufanya kazi ukiwa na option moja tu huwa inatengeneza pressure kubwa, kwa sababu ukiwa hutaki kupoteza, maana yake unakuwa na umakini wa hali ya juu, unakuwa na wasiwasi mkubwa, hautaki kuharibu kazi yako. Kwa hiyo pressure, lakini tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao tunaweza kujiwekea malengo makubwa ya kwamba tumebakisha michezo 18. Michezo 18 hii hatutaki kupoteza hata mchezo moja. Nasema hivi kwa sababu timu yetu ina Jibril Kasari. Nasema hivi kwa sababu timu yetu ina Chama, timu yetu ina Kibabage, timu yetu ina Kapombe, timu yetu ina Rushain. Inatupa confidence ya kuamini ya kwamba hatutopoteza mchezo hata mmoja. Kwenye wachezaji ambao pengine hawakuwa kwa Mwanza kwa mara ya kwanza technical bench letu anafika Mwanza. Steven Becker kwa mara ya kwanza anafika Mwanza, ameshangaa. Miamba ni mingi kweli. Tukambe hiyo ndio Mwanza na hiyo ndio Rock City. Ataona wachezaji wengi ni kwa mara yao ya kwanza wanafika Mwanza. Kwa hiyo ni kwa mara ya kwanza wanafika hapa, na hata mashabiki wa Simba wa hapa Mwanza itakuwa ni kwa mara ya kwanza wanaona baadhi ya nyota kwenye timu yetu. Kwa hiyo waje waione Simba mpya, waje waione Simba bora, waje waone namna gani mpira unachezwa na burudani inapatikana. Na jana baada ya kutua hapa Mwanza kwa mara ya kwanza tukaisikia miamba ya Mwanza, kwa maana yale mawe ya Mwanza, yale majiwe ya Mwanza, zile rock, kwa mara ya kwanza tukayasikia yanashangilia. Sijui nyinyi mmesikia? Upepo mkali nimesikia. Sio upepo, miamba kabisa. Ipo ile ya Kamanga pale. Yaani jiji la Mwanza limezungukwa na mawe. Sasa baada ya Simba Sports kutua, tukaishuhudia yale mawe yakishangilia Simba ameingia Mwanza. Ilikuwa ni usiku, nyinyi wengine hamkuona, lakini sisi tumeona na mimi ni shuhuda. Miamba inashangilia Simba Sports Club wametua Mwanza. Lakini sio hivyo tu, kwa miamba inashangilia miamba ya Afrika, inatushangilia sisi Simba Sports Club. Lakini sio hivyo tu, Sato na Sangara wanaopatikana Ziwa Victoria na wenyewe vile wameshangilia Simba kuja hapa, na wamewaeleza wavuvi wa Sato na Sangara kwamba tunawaomba siku mbili hizi msituvue, kwa maana ya leo Jumatano na kesho Alhamisi mtuachie muda hapo tumuone mnyama akicheza kirumba. Baada hapo kuanzia Ijumaa mtaendelea kutuvua, muendelee na mambo yenu mengine. Kwa hiyo ujio wetu hapa Mwanza umekuwa ni ujio wa kimaajabu sana kusema kweli. Maajabu umetendeka. Yes. Tumemaliza jamani, tushukuru.